Tofauti kati ya Qur'an na Biblia kwa mujibu wa ufahamu mkuu ulio kamili. Unaposoma Biblia maana yake nini kwenye level ya ufahamu? Unaposoma Qur'an maana yake nini kwenye level ya ufahamu? Ipo hivi, tunakwenda kuanza na Biblia. Biblia ni nini? Biblia ni ufunguo wa ufahamu wa nguvu kuu ya uhai ya moto. Biblia ni ufunguo wa ufahamu wa nguvu kuu ya uhai ya jua. Biblia ni ufunguo wa ufahamu wa nguvu kuu ya uhai ya mchana. Biblia ni ufunguo wa ufahamu wa nguvu kuu ya uhai ya mashariki, upande ambao jua linachomoza. Biblia ni ufunguo wa ufahamu wa nguvu kuu ya uhai ya upande wako wa kulia katika mwili wako. Umenielewa? Kwa kumbe unaposoma Biblia maana yake unafungua ufahamu wa kutaka kujua nguvu kuu ya uhai ya jua, nguvu kuu ya uhai ya moto, nguvu kuu ya uhai ya mchana, nguvu kuu ya uhai ya upande wa mashariki na nguvu kuu ya uhai ya upande wako wa kulia. Umenielewa? Hiyo ndo maana ya Biblia kwa level kuu ya ufahamu. Vipi kuhusu Qur'an? Umenielewa? Qur'ani pia ni ufunguo wa ufahamu wa nguvu kuu ya uhai ya usiku. Qur'an ni ufunguo wa ufahamu pia wa nguvu kuu ya uhai ya mwezi. Qur'an ni ufunguo wa ufahamu wa nguvu kuu ya uhai ya ardhi, maji na upande wa jua linapozama. Lakini pia Qur'an ni ufunguo wa ufahamu wa nguvu kuu ya uhai ya upande wako wa kushoto wa mwili wako. Umenielewa? Kwa kumbe Qur'an na Biblia ni ufahamu katika umbo la duara. Qur'an na Biblia ni nguvu kuu ya uhai inayotengeneza mchana na usiku. Mchana Biblia, usiku ni Qur'an. Qur'an na Biblia ni nguvu kuu ya uhai katika ufahamu inayotengeneza umbo la duara la jua na ardhi. Manake jua ni Biblia, ardhi ni Qur'an. Qur'an pia ni nguvu kuu ya uhai inayotengeneza umbo la duara la upande wa mashariki na upande wa magharibi. Upande wa mashariki ni Biblia, upande wa magharibi ni Qur'an. Qur'an pia na Biblia ni nguvu kuu ya uhai ya katika ufahamu inayotengeneza moto na maji. Moto ni Biblia, maji ni Qur'an. Kwa vitabu hivi havitengani. Ni nguvu kuu ya uhai katika ufahamu. Hivi ndo vinatengeneza mzunguko na umbo la duara. Iko namna hiyo.